Hello people, kwa mara nyingine tena leo tumekutana kwa ajili ya kuweza kuendelea kupashana baadhi ya vitu vidogo vidogo kwenye masuala mazima ya teknolojia ya hizi simu zetu tunazotumia. Leo nipo hapa kwa ajili ya kuelekeza jinsi gani ya kuadi au kuongeza akaunti nyingine kwenye Instagram. Unajua akaunti ya Instagram, unaweza ukawa na akaunti zaidi ya moja Instagram kwa ajili ya matumizi yako ya kawaida. Kama unaweza ukawa mtu mmoja ukawa una biashara yako na maisha yako ya private. Kwa hiyo unaweza ukatenganisha biashara yako unaoifanya na maisha yako ya private, kwa ukawa na account mbili au zaidi ya mbili kutokana na vitu unavyofanya, ili mradi wewe kuweza kufanyaje, kuweza kufanya vitu vyako bila kuwa na changamoto ya kuingiliana au muingiliano ya vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo leo nitaonyesha jinsi gani ya kuwa na account zaidi ya moja kwenye mtandao wa Instagram. Kabla ya yote lazima uwe na application ya Instagram na uwe na account ya angalau moja, ambayo hiyo moja itaweza kufanya uwe na account nyingine. Kwa hiyo cha kwanza kabisa hapa lazima uwe na account moja. Mfano mimi hapa nina account hapa takriban zinakwenda 5. Kwa mfano hapa nina hii account yangu ya private na pia nina account yangu ya vitu ambavyo nafanya. Kama inavyoonekana hapa, hii ni account yangu ya biashara au vitu ambavyo nafanya, ambayo hii hapa ina display au inaonyesha vitu ambavyo navifanya. Unafanya mambo ya online business name, kama unataka jina la biashara, kama unataka kusajili kampuni, unataka kujisajili kwenye TANEPS au mfumo wa kuweza kusubmit tender, kama unataka kufanya tender submission pia unaweza ukanicheki. Hii ni account yangu ambayo inaonyesha jinsi gani na vitu ambavyo nafanya. Kwa hiyo nimetenganisha account yangu ya binafsi na ya account ya biashara. Sawa. Kwa hiyo kama unataka kuadi account, kwanza lazima una account moja. Kwa mfano kama hii hapa na unavyoiona ni account moja, lakini na account ya moja. Kwa hiyo cha kwanza utagusa upande wa juu kabisa wa account yako au jina lako la account, kama inavyoonekana hapo juu upande wa kushoto. Unaona hapo GIS Company Consultant, utagusa hapo, alafu chini kabisa huko utakutana na add account. Kwa utagusa add account. Ukiadd utashuka moja kwa moja kwenye create new account. Create new account. Utaandika username. Kwa kuna changamoto pia kwenye username kwa sababu account ziko nyingi sana. Kwa hiyo unaweza kupata changamoto kwa kukuta account labda imekuwa username ambayo unataka kuitumia labda imetumika na mtu mwingine. Hiyo ndio changamoto sana sana ambayo watu wanakutana nayo kwenye kuadd account. Lakini kwa mfano hapa tukiendelea na procedure yetu ya kutengeneza account nyingine, kwa mfano mimi hapa nataka nitengeneze account ya magari. Sawa. _992 au 992. Sawa. Kwa hiyo hii username imekuwa accepted. Kwa nita next au nitaendelea na step inayofuata. Baada ya hapo utaandika password yako ambayo unaitaka kuweka. Baada ya hapo uta next step nyingine. Kwa hapo utakuja sehemu ya kusave password. Kwa utasave, na hii ni nzuri sana ili hata ikitokea umebadilisha unataka umebadilisha simu, kama ukifungua Gmail yako na password zako zote zinakuwa display pale. Kwa hiyo unakuwa ina haja tena kutaka kuingiza tena credentials zinakuwa tayari ziko saved. Kwa hiyo inakuwa ina haja, kwa unaepukana na tatizo la kusahau password. Kwa ukisave hapa inakuwa ni rahisi sana, hata ukija kubadilisha simu ukiingiza Gmail zinakuwa password zako ziko saved. Kwa hiyo nitasave hapa. Nikisha save hapa nita complete sign up. Kama sitaki kuadi, kama unataka kuadi namba nyingine ya simu au email utaadi, ila mimi sitaki, nita complete sign up. Nitaendelea na step nyingine. Kwa hiyo baada ya kuendelea step nyingine, kwa hiyo wanakuja na step ya kufind friends. Kama unataka kuwapa notification friends kama uko Instagram kwa account hiyo, na namna hapo ukigusa find friends utakuelewa. Kama mimi sitaki,
na hii pia mara nyingi pia inakuwa connected na Facebook, kama inavyojulikana kwamba mtandao wa Instagram uko connected na Facebook, maana ni kama owner wake ni mmoja. Kwa hiyo hii notified pia na niyo marafiki zako wa Facebook kujua kama una account ya nyingine ya Instagram ambayo inakuja kwa jina jingine. Kwa hapo nita skip kwa sababu sihitaji. Una sehemu ya kufollow friends kama unataka kufollow, kama hutaki uta skip. Unataka account yako iwe private au public. Ukiwa private manake picha zako unaziona wewe mwenyewe. Unataka iwe public manake picha zako unaziona mwenyewe ikiwa private, otherwise mtu awe amekufollow. Lakini ikiwa public manake itakuwa exposed kwa mtu yoyote, anaweza kufanyaje kuweza kuangalia picha yako hata kama haja kufollow. Kwa mimi nitaweka tu public, nita next step nyingine, wataniletea tena option ya kuongeza profile photo au profile picture, au kwenye WhatsApp tunasema sana DP. Kwa hiyo kama sitaki nita skip na account yangu itakuwa iko tayari. Hapo wataleta wale first followers wa kwanza kabisa, kama unataka kuwa na follow hawa watu. Kama hutaki uta skip tu na account yako itakuwa tayari. Kwa hapa unaweza kuadi picha yoyote ukapost.